Ibara ya 98 ilieleza kwamba chama kitaendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuimarisha sekta ya maji nchini. Hii ilikuwa ni ile iliyopita, na hii sasa hivi imeeleza kabisa kwamba uboreshaji wa huduma ya maji katika maeneo ya mijini ufike 95%, na kwa maeneo ya vijijini usipungue 85%. Hayo ndio maelekezo ya ilani yetu juu ya utekelezaji wa huduma za maji katika maeneo yetu. Ndugu zangu, nataka kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6 tumetekeleza maelekezo haya kwa kiwango cha juu kabisa. Mwaka wa fedha 21 na 22, wilaya yetu ya Iramba imepokea kiasi cha fedha bilioni 3,464 ambayo imetekeleza zaidi ya miradi 7 katika kipindi hicho. Mwaka 22-23 tumepokea tena fedha bilioni 1 na milioni 500. Tukapokea fedha kwa ajili ya kukamilisha mradi wa kusambaza huduma ya maji safi na salama kutoka Ziwa Victoria kwa ajili ya mji wa Shelui na vijiji vingine 12. Fedha hii ni zaidi ya bilioni 24 na milioni 700. Mpaka sasa maji hayo katika vijiji vya Shelui, Mseko, Tieme, kuna vijiji 4 tayari wanatumia, na Mgongo wanatumia haya maji tayari. Lakini Mheshimiwa Rais alipofika katika kuzindua mradi huu akaongeza spandi hii, akaagiza kwamba tuongeze usambazaji wa maji haya katika vijiji vingine 10. Kwa vijiji vya Msai, Masagi na vinginevyo vyote vitaingia katika mradi huu ambao upanuzi wa mradi huo unaendelea kwa sasa. Lakini kwa mwaka 2023-2024 tumeweza kutekeleza miradi katika vijiji vya Galangala, Kisharita, Mkingi pamoja na Lusana kwa zaidi ya bilioni 2 na milioni 684. Na mwaka huu ambao tunaendelea nao 2025 ipo miradi miwili mikubwa ambayo tunaitekeleza. Wa kwanza ni mradi wa maji safi katika kijiji cha Msunsu kama ambavyo nimewasomea katika utekelezaji wa ilani iliyopita. Lakini pia tunaendelea na mradi mkubwa kabisa wa miji 28 kwenye kata za Old Kiomboi na New Kiomboi. Mradi huu unaelekea kutengeneza mtandao wa msambazaji wa maji mkubwa kabisa ambao utamaliza kabisa changamoto ya mahitaji ya maji katika makao makuu ya wilaya yetu. Miji ya Kiomboi na Old Kiomboi, mahitaji ya maji kwa sasa ni lita 480 kwa siku. Uwezo wa vyanzo vyetu pamoja na matanki yetu ni lita 300 na kitu. Kwa tuna upungufu wa lita karibu 1,500,000 wa kuweza kusupply maji katika maeneo yetu. Lakini mradi tuliopata unakuja kuleta maji lita milioni 1 kwa siku. Tutakuwa na vyanzo 10 vya maji, lakini tutakuwa na matenki mawili. Tenki moja la lita 500,000 litajengwa Old Kiomboi na tenki lingine la lita 500,000 litajengwa New Kiomboi. Mawili haya yatafanya kuwa na uzalishaji wa maji ya lita milioni 1. Mahitaji yetu ni lita 480,000. Maana yake tutakuwa na maji ya ziada almost lita 500,000 katika miji yetu miwili. Kwa sio jambo la kushangaza kwamba pamoja na kusupply maji katika miji miwili tukapeleka maji na miji ya pembeni ikiwemo Kisirili, labda Kisana huko, Kisharita, Kilangala, wapi huko ambako yuko karibu na Kiomboi, nako akanywa maji haya ambao tunaendelea
ya mradi huu.